Nitashiriki kwa ufupi njia ya uokovu. Natumai mnanisikiza na wale ambao wote wanaelewa Kiswahili. Sasa nitawapitisha tu kwa wepesi ama kwa haraka juu ya njia ya uokovu na nitakuwa mfupi tu, sitaenda kwa mambo mengi. Na tumefundishwa mara nyingi ya kwamba pale mwanzo tulikuwa na Mungu, hapo kunaye Mungu na hapa kunaye wewe na mimi binadamu. Sasa kuna Mungu hapa na pale kuna binadamu. Kusudi la Mungu lilikuwa ni kwamba mimi na wewe tukuwe na ushirika kati ya mimi na wewe tukuwe na ushirika na Mungu. Lakini hapo katikati kukatokea jambo katika kitabu cha Mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo 26. Kusudi la Mungu lilikuwa Mungu alituumba sisi wote kwenye mfano wake na akatarajia ya kwamba tutakuwa na ushirika mzuri pamoja na yeye, na akasema ya kwamba tutakuwa na kuzaa matunda na tukaweze kunawiri. Lakini sasa ikakuja ikafika katika kitabu cha Mwanzo 1 kuendelea, shetani akakuja akamdanganya mwanamke na mwanamke akakula tunda. Sisi tunajua tukajikuta tumetoka katika njia za Mungu. Sasa kusudi la Mungu kila wakati limekuwa ni kwamba kukuwe na ushirika kati ya mwanadamu na Mungu, na hiyo ndio sababu tuna hili shirika ya kwamba sisi kama Wakristo tunapaswa kuenda nje, kwa sababu kusudi la Mungu lilikuwa ni ushirika ambaye Mungu alikusudia ya kwanza ukazidi kukua na tukazidi kuzaa matunda. Lakini sasa tulipotenda dhambi, ama Adamu alipotenda dhambi, tukaondoka katika uwepo wa Mungu, tukaondoka katika njia za Mungu, na sasa tuko katika hali ambayo wakati sasa Yesu Kristo alipozaliwa, ya kwamba tunaambiwa ya kwamba na kukakuwa na mbegu ya mwanamke ambaye kazi yake ilikuwa ni kukanyaga kizigino cha shetani. Sasa ikakuwa ni Yesu amekuja kuharibu kazi zote za Ibilisi ili mimi na wewe tuwe huru, na ndio sababu tuko na sasa hii njia ya msalaba. Kusudi ni kwamba tukaweze kuwafikia watu. Tumeambiwa ya kwamba kila mtu tunapaswa kufikia watu, at least watu 300. Wakati Yesu kama vile tumesoma katika kitabu hiki cha leo, Paulo alipokuwa akienda katika nchi ya Dameski, alikuwa ana kusudi la kwenda kufanya uharibifu. Lakini sasa Mungu anapopatana na yeye anamgeuza. Sasa Paulo anaenda kutumika kama chombo kizuri cha kubadilisha wale watu ambaye Mungu amewaita. Sasa wewe na mimi pia tuko kama Paulo, na tuko na kusudi na tuko na jukumu la kuhakikisha ya kwamba tunafikia watu zaidi ya 300 ili tukashiriki injili nao ili wakaweze kurudi kwake Yesu Kristo. Piga hesabu, kwa mfano tuseme sisi katika uinjilisti leo tuko watu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Watu 6 ambao wako katika meeting leo, kila mtu akihubiria watu 300. Ukipiga hiyo hesabu utapata ya kwamba ukifanya watu 6 na 300 utapata ni watu 1800 ambayo wanakuja kwa Mungu. Sasa ni jukumu letu kuhakikisha ya kwamba tunawafikia watu wengi. Kabla tufike kwenye huu mkutano, tulikuwa tunazungumza na mchungaji na akaniambia tukifanya huu mkutano ni waongeleshe na niwajulishe ya kwamba tunakaribia lile kongamano letu ambalo linakuja mwezi wa 4, lingine la mwezi wa 7 na mwezi wa 6. Kusudi lake ni anatarajia ya kwamba kabla tufike huo wakati tukue
na sehemu ambayo sisi kama wainjilisti tumefikia watu wengi ambao tumewatangazia hii injili. Na sasa tunapokuwa tumewatangazia injili, tunapofanya injili nao, tunakuwa na mtu ambaye anatuchukua picha. Wakati wewe unashiriki, unafanya evangelism, unapigwa picha, alafu unashiriki katika kile kikundi ambacho tuko nacho. Sasa wale ambao watakuwa wameonyesha bidii ya kufanya hiyo movement, wale ambao watakuwa wamefikia watu wengi, watafuzu kuja katika hayo mafundisho. Na sasa wakikuja huku watafundishwa zaidi jinsi ya kwenda kufikia watu wengi zaidi, kwa sababu wakati tuko watu wengi, tunaweza fikia tena watu wengi zaidi. Sasa kusudi la Mungu ni kwamba kukuwe na watu wengi ambao wamemgeukia, kukuwe na watu wengi ambao wamegeuka katika njia zao mbaya, ambao wameacha kumwasi Mungu. Katika hapa tumesoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume moja kuanzia hiyo 9 kuanzia 1 ikiteremka, tumeambiwa ya kwamba Paulo alikuwa katika njia ya kwenda kufanya maovu, kushika wale ambao walikuwa wanamwabudu Mungu, kushika wale ambao walikuwa wanatangaza neno la Kristo. Na wakati ameendelea kueleza kabla Mungu azungumze na Anania, anamwambia nenda katika Dameski, utapata mtu mmoja jina lake Paulo. Anania anasema ya kwamba huyu mtu tunamjua, tumesikia kazi ambazo anafanya, anaua watu, ameua watu wengi. Sasa Anania anamwogopa Mungu, anaogopa Paulo. Kwa sababu gani? Paulo alikuwa anatesa watu wa Mungu na ilikuwa ishajulikana. Sasa Mungu Anania, nenda, kwa sababu huyu mtu nilikuwa nishamtenga, na ndio sababu tuliambiwa anaitwa chosen. Sasa wewe na mimi tuko chosen, wewe na mimi, kwa sababu Mungu tayari amekwisha tutenga. Mungu ametuweka kando kwa sababu ya hii kazi ambaye ameweka mbele yetu. Sasa ni jukumu lako na ni jukumu langu kuhakikisha ya kwamba tumetenda hili jambo kuu ambalo Mungu ametupea, ya kwamba tukafikie watu wengi na tukaweze kuwahubiria njia ya msalaba, tukaweze kuambia kwamba Kristo peke yake ndio anabadilisha njia, tukaweze kuambia kwamba hakuna njia nyingine, ni Yesu peke yake, anaitwa Yesu Kristo, Jesus Christ. It's only Jesus Christ. Ni Yesu tu peke yake ambaye anaweza badilisha maisha yetu, kwa sababu hata pale Paulo anapokutana na Anania, anapomwendea Paulo, anamwambia yule Kristo ambaye ulimtesa ndiye amekutokea. Na Paulo anakubali, anasema ya kwamba sasa amekubali kuyapoteza yote, lakini asimpoteze huyu Kristo. Sasa wewe na mimi pia tutasema ya kwamba heri tupoteze vitu vyote, lakini tusimpoteze Yesu Kristo, because ni yeye ndio true light. Tumeambiwa ya kwamba yeye ndio true light, because akikuwa mwangaza wa maisha yetu, anaondoa sisi wote tumezaliwa kwenye giza. Tumezaliwa kwenye giza kwa sababu wakati mwanadamu alitenda dhambi hapa katika Jeremiah, katika Genesis chapter 3 verse 1 ikiendelea, tulikuwa wakati alitenda dhambi tukakuwa tumeondolewa katika uwepo wa Mungu. Sasa tukakuwa tuko katika giza, So ni Yesu peke yake ambaye anaweza tuondoa katika hili giza ambalo tulijipata ndani, kwa sababu inasema kupitia kwa mwanadamu mmoja Adamu, dhambi iliingia duniani, na kupitia kwa mwanadamu mmoja Yesu Kristo, nuru iliingia duniani. Na sasa sisi leo tuko katika
nuru, na ni hiyo nuru inatupasa sasa tushinde tukitangaza. Ni hiyo nuru ambayo inatupasa tushinde tukieneza. Sasa ombi letu ni kwamba tutaurudisha ule ushirika ambayo tulikuwa nayo kati ya binadamu na Mungu, ule ushirika ambayo Mungu alitarajia ya kwamba tuwe nayo. Sasa huu ushirika tunapouregesha, tutaenda katika mataifa. Afrika iko na mataifa mengi. Sasa inatupasa sisi tuende kwa wale ambao wamepotea na tukawarudishe katika Kristo.